Moja ya kitu ambacho jana kilizungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na muonekano wa bidada Zuhura, bidada Zuchu kwenye sikukuu ya Eid al-Fitr. Ni bidada ambaye picha zake ziliweza kuzua maswali mengi sana. Ni kama vile ni binti bado mdogo, ni kama vile ni binti ambaye tayari alishakwenda kuanza kuwa mama, lakini pia ni kama vile ni mama. Hivi unashikutana na watu ambao wapo katikati, yani mtoto sio mtoto, binti sio binti, mama sio mama. Yani kuna namna fulani hivi ambavyo mtu yupo katikati. Ndicho hicho ambacho kimeonekana kwa bidada Zuhura, bidada Zuchu ambaye alionekana jana akiwa anaelekea kule visiwani Zanzibar kwenda kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Sasa hivi unaweza kujiuliza kwamba huenda alimkacha Diamond Bongo Dar es Salaam, lakini yeye akatembea zake kule visiwani Zanzibar kwenda kushiriki na kujoin na familia yake kuhakikisha kwamba anasherehekea sikukuu hiyo ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vilivyotazamwa na kuangaliwa ni pamoja na picha za bidada Zuchu mara baada ya kuweza kuondoka hapa Dar es Salaam na kuelekea kule visiwani Zanzibar kuvuka maji na kwa ajili ya kwenda kusherehekea sikukuu hiyo ya Eid al-Fitr. Muhimu sana kuweza kuhakikisha kwamba kwenye vipindi kama hivi muhimu vya sikukuu, basi hata kama una majukumu kiasi gani unakwenda kujumuika na familia kwa pamoja. Maana yake unajua mbanga za maisha zinakuwa ni nyingi sana, mara huku mara kule, mara kufanya hivi, mara kufanya vile, kuhakikisha kwamba mkono unakwenda kinywani. Sasa ile siku walao ambao unapata ta free ni kuhakikisha kwamba unakwenda kujoin na familia, unakwenda kukaa chini na familia kwa pamoja, mnaweza kudiscuss, lakini pia mnafurahia pamoja, kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnapata muda mchache sana wa kuweza kukutana, lakini muda kama huu ambao ni vipindi kama hivi vya sikukuu mnapata muda muhimu sana kwenda kwenye familia na kuhakikisha kwamba mnajoin, lakini pia mnapata muda wa kuweza kuzungumza kwa ukubwa zaidi maendeleo mnafeli wapi, lakini pia nini mfanye ili muendelee kuwa bora zaidi katika familia, hata maisha tu kwa ujumla na jamii nzima ambayo inawazunguka. Ndivyo ambavyo amefanya bidada Zuchu kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan kipindi cha sikukuu. Yeye ameona isiwe tabu, ameondoka Dar es Salaam na kuelekea pale visiwani Zanzibar kwao kuhakikisha kwamba anakwenda kusherehekea na familia, ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuwa naye, lakini pia ndugu zake pale visiwani Zanzibar katika sikukuu ya Eid al-Fitr, na mambo yakaenda hivyo kama ambavyo ilivyo kawaida. Vipi kwa upande wako mtazamaji? Mara ya mwisho kwenda kwenu kwenye chimbuko lako, familia yako, kwa wazazi wako, baba na mama, ilikuwa ni lini kwenda kusherehekea sikukuu kwa pamoja? Iwe ni Eid, iwe ni Pasaka, iwe ni Christmas, iwe ni mwaka mpya, sikukuu yote ile, mara ya mwisho kwa wewe kwenda nyumbani kwenda kusherehekea kwa pamoja na wazazi ilikuwa ni lini? Mwenzetu Zuchu amekwenda huko visiwani Zanzibar kwao kuhakikisha kwamba anakwenda kusherehekea hiyo sikukuu pamoja na wazazi wake, lakini pia na ndugu zake ambao ni wa karibu zaidi. Lakini pia ni muhimu kuhakikisha kwamba unafanya hivi ili kuweza kutengeneza mazingira bora, lakini pia mahusiano mazuri kati yako wewe na ndugu zako. Maana yake ndugu anaweza kuwa anasema kwamba watu na ndugu yetu sema fulani, lakini hawakuoni wala hutokei nyumbani wala huendi hata siku moja kwenda kuhakikisha kwamba unakaa pamoja na familia. Lakini kwa Zuchu imekuwa ni tofauti sana kwake. Yeye ni dada ambaye anahakikisha kwamba anajali kwao. Ndio maana utamuona hata siku za hivi karibuni dada ambaye alionekana kwamba anamjengea nyumba mama yake, kuhakikisha kwamba ni dada ambaye yupo karibu sana na familia yake. Lakini sikukuu kama hivi anakwenda kwao kuhakikisha kwamba ni mtu ambaye yupo karibu sana na familia yake, haijalishi yuko wapi anafanya nini, lakini familia inakuwa ni mzizi na kiungo muhimu sana kuhakikisha kwamba anakuwa anakilea. Na hii imekuwa ni kawaida kwa dada wengi sana, miongoni mwa watu ambao wanakumbuka sana nyumbani kwao. Yaani mwanamke mara nyingi sana anapopata fursa ya kuweza kuwa na nafasi fulani sehemu, amekuwa ni mtu ambaye anakumbuka sana na kurudisha fadhila nyumbani, tofauti na vile ambavyo walivyo wanaume wengi. Wanawake wamekuwa ni watu ambao ni kukumbuka sana nyumbani kwao, walau kwa kidogo ambacho wanakuwa wanakipata. Ndio maana utamwona bidada Zuchu anamjengea mama yake, lakini pia amekuwa karibu sana na ndugu zake kule visiwani Zanzibar kuhakikisha kwamba maisha yanafanyaje, yanakwenda as normal as usual. Hakuna sehemu ambayo inapoa, hakuna sehemu ambayo atapata lawama kwa namna moja ama nyingine, walau kwa kidogo ambacho anakipata kwenye biashara yake hiyo ya muziki. Sasa comment zilikuwa ni nyingi sana mara baada ya kuweza kuonekana bidada Zuchu akiwa anaelekea kule visiwani Zanzibar, mara baada ya kwenda kusherehekea hiyo sikukuu ya Eid al-Fitr. Watu wameweza kuzungumza vitu vingi sana, kwanza muonekano, lakini pia namna ambavyo walituahidi kwamba bwana kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watakwenda kuoana Diamond pamoja na Zuchu. Lakini leo ni sikukuu ya Eid ambayo ilikuwa ni jana, hatujaona ndoa wala hatujashuhudia mipango ya aina yoyote ile, mambo yanaendaje, wala hatujui kipi ambacho kinachoendelea. Kimya kimetanda, kimya kimetawala. Diamond hazungumzi chochote wala Zuchu pia naye hazungumzi chochote. Shida ni nini? Nini kinaendelea kati ya Diamond pamoja na Zuchu ambao walituahidi kwamba kuna ndoa hapo katikati kwenye mwezi mtukufu na kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mpaka leo bado hatujashuhudia kitu chochote. Nini ambacho kilikuwa kinaendelea katikati yao, lakini pia mambo gani ambayo
yanaendelea katikati yao ambao walituahidi kwamba kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani watakwenda kufunga ndoa, lakini mpaka leo still bado hatujaona lolote lile, wala hata kupelekwa kwa barua hatujaweza kuona barua ikipelekwa kwa bidada Khadija Omar Kopa ambaye ni mama wa Zuchu, wala hatujaona dalili zozote za kuweza kufanya jitihada kuhakikisha kwamba bidada Zuchu anakuwa ni mke halali wa mtu mzima Diamond Platnumz. Unajua kuna raha yake kuwa mke wa mtu halali, sio mtu ambaye mnakuwa mnaibaiba lakini pia mnafanya dhina kuna namna fulani hivi mnakuwa hamwezi, lakini pia mnakuwa hamkizi takwa la Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba mnakuwa mwili mmoja. Comments zimekuwa ni nyingi sana mara baada ya Zuchu kuonekana akiwa anaelekea kule visiwani Zanzibar. Wanasema kwamba tuliambiwa kwamba kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mtakwenda kuoana, mbona hatujashuhudia chochote? Au mama unakwenda huko kufanya nini ili hali sisi tuliambiwa na tunasubiri ndoa yako wewe na Diamond Platnumz? Mwingine anasema mambo ameandika tu hivi na kuweka emoji 3 za makopa. Mwingine anasema kwamba jamani nakupenda Zuchu. Mwingine anasema kwamba Zuchu wewe ni mrembo sana, hongera sana. Mwingine anasema kwamba umependeza sana na gauni lako. Mwingine anasema kwamba makeup artist ametokosea sana namna ambavyo amekupiga hiyo makeup. Mwingine anasema kwamba jamani visiwani Zanzibar kumenoga, Zuchu anakwenda kwao, ni pia nijiandae niende zangu nyumbani walau hata nikaone ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comments ambazo watu wameweza kuziandika mara baada ya kuonekana bidada Zuchu akiwa anaelekea kule visiwani Zanzibar kwenda kula sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na ndugu jamaa na marafiki, hususan watu wake wa karibu na ndugu zake ambao wameweza kukua naye. Kuna raha yake kwenda kula sikukuu pamoja na ndugu ambao mmekuwa nao mnakuwa mnajuana, lakini pia mnakaa pamoja mnashiriki, lakini mnapiga mastori mengi ambao mlikuwa mmemisiana kwa muda mrefu kuweza kuyapiga. Kwa hiyo ndicho ambacho anakifanya bidada Zuchu kuhakikisha kwamba anakuwa karibu kati yake yeye pamoja na familia yake, yeye pamoja na ndugu zake, yeye pamoja na wadogo zake, wazazi wake pia, na mambo yanakwenda kama vile ambavyo inavyopaswa kwenda. Ni muhimu sana kurudisha mpira kwa kipa, ni muhimu sana kuweza kugo back kwenye mizizi root mizizi yako kule, kuhakikisha kwamba wanakuwa ni watu ambao unawathamini lakini pia unawakumbuka. Hata neema na baraka pia zinakuja kwa wewe ambao unaweza kukumbuka vitu kama hivyo vya msingi. Kwa hiyo imekaaje mtazamaji wa Majo TV? Ukimwangalia Zuchu, ni kweli binti mdogo, ni mama au bado anakuwa bado ni mtoto? Lakini vipi kuhusiana na kwenda kwao kule visiwani Zanzibar? Amemwacha Diamond Platnumz Bongo, amekwenda Zanzibar, kipi ambacho kinachoendelea? Lakini pia ndoa ni lini? Dondosha comment yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe, usisahau kushare wengine pia wa kwanza kunapata habari zetu. Ni Majo TV, sehemu pekee ambapo unapata taarifa za masuperstar Tanzania na nje mipaka ya Tanzania.